Good afternoon, class. So today we are discussing about the electronic configuration of an atom. So we have learning task. We have almost 5 learning tasks or the specific objectives. But at the end of this session, we should be able to cover all these 5 specific objectives. But remind you, the session is all about the electronic configuration. That is to say, hautakuwepo na uwezo wa kuandika electronic configuration of any element or different element kama hautaweza kukava learning task hizo 4 hapo juu. Ya kwanza, lazima uwe na uwezo wa kudefine electronic configuration, to describe the quantum numbers, to describe atomic orbitals, and to explain the rules used in filling electrons in an orbital. Kwamba kuna baadhi ya sheria ambazo zimekuwepo proposed pale tunapokuwa tunaandika electronic configuration, kwamba ni kivipi electrons zinakuwa filled kwenye orbital, kwenye orbits zake ili ziweze kuform kutengeneza the desired electronic configuration. So starting with definition, kila mmoja anafahamu what is electronic configuration, kwamba tunasema this is just arrangement of electrons around the nucleus of an atom. Kila mmoja ku familiar with this. So let's shift to the specific part ambayo tunasema hii ni vital part ambayo kila mmoja anatakiwa ielewe, ili kadri tunavyozidi kwenda tukifikia mwishoni kwenye kuandika electronic configuration kila mmoja aweze kuwa na uwezo huo. So by definition, what are the quantum numbers? Quantum numbers simply tunasema ni numbers. Sawa, kama the name yenyewe it describe itself kwamba are the numbers used to describe atomic orbitals and to label electrons that reside in them. Kati tunavyoenda taratibu tutagundua hizi terminology, tutagundua what is atomic orbital. Lakini just for introduction tunasema hizi orbitals ni zile sehemu ambapo electrons zinapatikana. Tunasema ni zile sehemu kwamba locations where there is high probability of finding electrons. So quantum number hizi ni namba ambazo zina describe atomic orbitals, kwamba zile orbitals, lakini pia kulebo zile electrons ambazo ziko ndani ya zile nini, ya zile orbitals. Tutaona kadri tunavyozidi kwenda mbele. So basically in organic chemistry we have different quantum numbers, about 4 quantum numbers. The first one tunasema ni principal quantum number, the angular momentum quantum number, the magnetic quantum number, and the spin quantum numbers. So utaangalia hizo ya kwanza, principal, angular pamoja na magnetic. Hizo zote zenyewe zinakuwa zinafanya nini? Zina describe the distribution of electrons in an atom, kwamba ni kivipi electrons zimekuwepo spread, zimejiarrange vipi hizo electrons kwenye atoms. Lakini ile ya mwisho ambayo tunasema ni spin quantum number, yenyewe inatueleza sifa, sawa, au tabia ya specific electrons. Sawa, kwamba zile electrons ambazo zimekuwa distributed around the nucleus zina tabia gani. Are we together? Okay. The first one tunasema ni principal quantum number. So what is this principal quantum number? Tunasema kama kawaida hizi ni number tu, just integers za kawaida ambazo zenyewe zinakuwa zina determine, sawa, zina determine the energy of an orbital. Nikurefine nyuma kidogo kipindi tunasoma ile Bohr atomic mode, tukasema kwamba zile number of shells ambazo zinakuwepo arranged, let me show here, zile jamba tulikuwa tunachora hivi kwenye Bohr atomic mode, si ndio? Tukasema shell ya kwanza, shell ya pili, shell ya tatu, si ndio? Tukasema hapa kama hii shell ya kwanza let's say ni 1, hii ni 2, hii ni 3, si ndio? Kwa tukasema kwamba kama n is equal to 1, it means kwenye shell number 1, it means namba 1 inakuwa na energy level ndogo kulinganisha na namba 2, kulinganisha na namba ngapi? Na namba 3. Sawa? So the principal quantum number zenyewe just ni namba ambazo zinakuwa zinaonyesha nini? The energy of an orbitals. Are we together? So akaendelea kusema kwamba the principal quantum number also relates to the average distance of an electrons from nucleus of an atom, kwamba ukiwa na n is equal to 5 yenyewe itakuwa na distance kubwa kulinganisha na n is equal to 2. So akaendelea na angular momentum number. Hii ni second one ambazo tunasema zote zina describe the distribution of electrons.
This is sometimes called azimuthal quantum number. The quantum number define the shape. Tumeona kwamba zina describe distribution, lakini the moment inapokuwa na describe distribution together inaenda na kudescribe without au kudefine the shape of the orbitals. So the value of azimuthal quantum number sometime inakuwa indicated na letter L depend on the value of the principal quantum number. Kwa hiyo huwa zinaenda kwa kutegemeana. Tutaona has integer value of L is equal to 0 to L is equal to n minus 1. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba baada ya kuwa na principal quantum number, let's say principal quantum number ni 2. Kwa hiyo it means ili kupata azimuthal quantum number utasema L is equal to 2 minus 1, ambayo utakuja kupata ni ngapi? Ni 1. So if n is equal to 1, there is only one possible value of nani? Azimuthal quantum number, that is n minus 1, ambayo itakuwa ni 1 minus 1, unapata ni 0. And so forth. So the value of orbitals is generally designated by the letter S, P, D na kuendelea. Kwa hiyo tutaona zile orbitals sometime zimekuwa designated, zimepewa nini? Specific letters. Sawa? Kwa nini zimepewa hizi specific letter? Aim yake ni kuja kuonyesha au kudescribe the shapes of the orbital as kwenye angular momentum quantum number. So tunaona hapo kwamba azimuthal quantum number au angular momentum quantum number, tumeona formula yake ni n-1. Kwa n tunaipata wapi? Na depend na principal quantum number. So if L is equal to 0, anamaanisha kwamba name of the orbital itakuwa ni s orbital. Tukimaanisha kwamba shape yake inakuwa ni spherical, tutaziona tunapokuja kudescribe the shape of the orbital. Lakini L au azimuthal quantum number ikiwa ni 1, it means jina la orbital inakuwa ni p orbital. Inapokuwa ni 2 inakuwa ni d orbital. 3 ni f, 4 ni g na s ni ngapi? 5 ni h orbital. Tutaziona hizi zote. Anaendelea na angular momentum number. So here kuna vitu vya msingi vya kudetermine. For instance, anasema kama azimuthal quantum number itakuwa sawa na 0, the orbital is s, ambapo tuliona kwenye table hapo nyuma. If L is equal to 1, the orbital inakuwa ni p and so forth, nimesha describe. Lakini kwenye hizo sentence ambazo nimewekea red ink, anasema the collection of orbital with the same value of n is frequently called a shell. Kwa hiyo tunaona kwamba kwenye Bohr atomic model tuliona zile shells tulivyokuwa tunazichora, si ndivyo? Kwa hiyo sometimes inatokea kwamba collection ya orbital inakuwa na same value ya n. Kwa hiyo kama zina same value of n, it means zinakuwa fall under the same shell, kwamba zinakuwa kwenye shell moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu n inakuwa ni the same. Lakini akasema one or more orbital with the same n, it means kama inakuwa na the same n and L value are referred to as a subshell. Kwa hiyo hizi zinaenda kwa kufuatana. Kwa hiyo tunaanza na shell then tunaenda kwenye subshells. Kwa hiyo ikiwa na the same value of n tunasema zina fall katika the same shells. Lakini zikiwa zina same number of n lakini at the same value na L, kwa maana nyingine zina same number of principal quantum number lakini at the same time na azimuthal quantum number. Kwa hiyo hizo zinakuwa referred as what? Subshells. Sawa, hiyo orbital inakuwa referred subshells. For example, the shell with n is equal to 2 is composed of two subshells. L is equal to 0 and 1. Are we together? Kwa mantiki gani? Kwamba n is equal to 2, si ndio? Kwa hiyo ukiingiza kwenye ile azimuthal quantum number, it means inakuwa ni 2 minus 1, unapata ni ngapi? Ni 1. So is composed of two subshells ambayo inakuwa ni 0 and what? And 1. These subshells are called 2s and 2p subshells, where 2 denote the value of n ambayo ni principal quantum number and s and p denote the value of L ambayo tulisema zenyewe na determine what au zina describe the shape. Are we together? Okay. So again kwenye the third quantum number ambayo tunasema ni magnetic quantum number. Magnetic quantum number yenyewe sasa tunasema ina describe the orientation of the orbital in the space. Tunaposema orientation of the orbital in the space tunamaanisha kwamba zenyewe ni kivipi zimejiorient themselves, yani zimeteki vipi space, zimecover vipi ile nafasi ya orbital kwenye in the space. Has integer value of m is equal to -1 up to ngapi? Has integer value of m is equal to -L to +L including 0. Kwamba tumeona kwamba hizi zinakuwa zinafuatana. Tumeanza na principal quantum number,
tumefuata azimuthal quantum number, then sasa hivi tunaenda kwenye magnetic quantum number. Kwa hiyo integer value zake zote zinapatikana pale kwenye azimuthal quantum number, lakini tuna include value zote za negative and positive. Are we together? So the number of magnetic quantum numbers indicate the number of orbital in a subshells within the particular value. Tumesema kwenye subshell kwamba pale zinakuwa zina same number of n na the same number of l. Example hapa nimekupa, if n is equal to 2 and l is equal to 1, the value of n and l indicate that we have a 2p subshell, and in this subshell we have 3 2p orbital because there are 3 value of ml ambao ni negative 0, negative 1, 0 na ngapi? Na 1. Tutaziona hapa baada ya kudescribe next slide. Sawa? Or let me show you in here. Kwa mantiki nyingine kwamba tukijaribu kuchora hapa, let's say hapa tuna n ambayo ni principal quantum number, hapa tuna azimuthal quantum number, hapa tuna magnetic quantum number, sawa? Mwishoni kabisa tutakuja kuona kutakuwa tuna nini? Tuna spin quantum number. Lakini ngoja tu describe hizi tatu za mara kwanza hapa tuone alikuwa anamaanisha kitu gani, sawa? So tukisema kwamba n is equal to 2, hii ni principal quantum number, si ndio? Lakini ili kupata namba za L ambao ni azimuthal quantum number tunasema ni n minus 1, si ndivyo? Okay. Kwa ili kupata value za L, sawa? It means kama n ni 2, value ya L itakuwa ni 2 minus 1. Kwa hapo utakuwa na ngapi? Utakuwa na 1 azimuthal quantum number. Lakini ili kupata magnetic quantum number ML, si ndivyo? Tunasema yeye anakuwa na take number za negative lakini na positive, kwa sababu zenyewe zina describe the orientation of orbital in the space, kwamba kwenye zile orbital zimekuwa occupied vipi na electrons. Kwa hiyo it means kama hii azimuthal quantum number ni 1, it means the magnetic quantum number itakuwa ni negative 1, alafu tutaenda kwenye 0, alafu tutaenda kwenye ngapi? Kwenye positive 1. Kwa hiyo tutakuwa tuna 3 subshells, sawa? Ndio maana akasema if kwenye example pale hii hapo chini akasema if n is equal to 2 and l is equal to 1, the value indicate that we have 2p and we have 2p subshells, and in these subshells we have 3 2p, sawa? 2p orbital because there are 3 values of magnetic quantum number. Tutaelewa hapo mbele tukifika kwenye kudescribe how to write electronic configurations. So the next quantum number tunasema ni spin quantum number. Hii spin quantum number yenyewe inakuwa ni very important kwenye electronic configuration, kwa sababu tutakuja kuona kwamba hakuna electron ambazo zina all 4 quantum numbers. Sawa? Kwa sababu gani? Kwenye spin quantum number yenyewe ndio inakuwa inatuonyesha ni kivipi kwamba electron inavyokuwa ina behave inapokuwa subjected kwenye magnetic field, kwamba is either inakuwa ina rotate kwenye clockwise direction au kwenye anti-clockwise direction. Kwa hiyo kwenye spin quantum number, simply kwenye spin quantum number, kwa mfano tuassume orbital yetu ni hii hapa, let's say hii ni 1s orbital, si ndio? Kwa hiyo it means anavyosema spin quantum number, it means electron mbili, it means moja lazima ispin clockwise na nyingine ispin what? Anti-clockwise. Kwa hiyo tutakuja kuiona hii scenario. Kwa hiyo spin quantum number yenyewe just ni number has only 2 possible values, ambapo ni positive na negative, lakini na depend na ikiwa subjected kwenye magnetic field. Kwa maana hiyo hakuna electron ambayo itakuwa na all 4, ambayo hakuna electron ambayo itakuwa na the same 4 quantum number kwenye nini? Kwenye periodic table. So let's shift into another part ambayo tunasema ni atomic orbitals. Simply hizi atomic orbitals nili introduce mwanzoni, tunasema refer to the region where there is high probability of locating an electron. Simply hizi orbitals zenyewe tutakuja kuziona kwamba tunaanza kwenye s, ndio kutakuwa kuna 1s, kwamba labda kama kuna electron moja, kutakuwa kuna 2s, kuna electron labda mbili, si ndio? Kwa hiyo orbital per se zinachorwa in this way. Kama orbital moja tunasema yenyewe inakuwa imeoccupy 2 electrons, sawa? So ina depend. Kwa hiyo ili eneo hili ambapo kuna high probability of finding electron ndio tunaita ni nini? Hii tunaita ni orbital. Sawa? So refer to the region where there is high probability of locating an electrons. Are we together? Kwa maana nyingine unaweza kusema ni sehemu ambayo kuna electron density, kwamba wingi wa electrons zinakuwa ziko pale. Sawa?
Lakini tukija tukisema relationship between atomic number and quantum number is as follows, kwamba when L is equal to sifuri, kwamba inakopo given na hii formula kwamba 2L plus 1. Are we together? 2L plus 1, and thus there is only one value of positive 1 has an s orbital. Tuko tuna maana gani? Tuko tuna maana kwamba sawa, relationship iliyo kati ya atomic number na quantum number ni hapa tunasema ni 2L tunasema ni 2L plus 1 plus 1. Hii ndio formula ambayo tunaipata, si ndivyo? So tutaiona hapa kwamba ni kivipi naendelea kudescribe hizo hiyo relationship. Okay, tutaangalia hapa vizuri kwenye hii page ambayo ni mpya. Tunasema kwamba relationship iliyoko ni 2L plus 1. Are we together? So kwa maana nyingine, it means kama L sawa na moja. It means kama L sawa na sifuri. Tuassume L sawa na sifuri. Ukiweka sifuri hapa, it means 2 mara sifuri inakuwa ni ngapi? Ni sifuri. Jumlisha moja unapata moja. Kwa hiyo kama ukipata moja, it means electron yake ni moja. Kwa hiyo tunaangalia relationship kati ya atomic number na quantum number, si ndivyo? Kwa hiyo kama atomic number yake ni moja, it means kwamba hii quantum number inakuwa na fall kwamba hii tunakuwa tuna s orbital. Tunakuwa tuna s orbital tukiwa na maana kwamba only one electron ndio inakuwa filled kwenye nini? Kwenye hiyo orbital. Lakini kama L itakuwa sawa na moja, ukiweka L hapa ni moja. Kwa hiyo 2 mara moja unapata ni ngapi? 2. 2 jumlisha moja unakuja kupata ni ngapi? Ni 3. Si ndivyo? Kwa hiyo ukipata ni 3 unasema kwamba there are 3 values. Sawa? Kwamba kuna 3 values za positive integers or 3p orbitals, si ndivyo? Ambazo zinakuwa labeled kwenye px, py and pz. Sawa? Hivyo hivyo na kuendelea kwamba ukiwa na L is equal to 2, kwamba L ikiwa ni 2 hapa. Kwa hiyo ukiweka hapa 2 mara 2 inakuwa ni ngapi? Ni 4, kujumlisha moja inakuwa ni ngapi? Ni 5. Na ukiwa it means una 5, it means thus there are 5 values. Sawa? Kuna value ngapi? Kuna value 5. Kwa maana nyingine it means value 5 ambayo inakuja kutupa ni nini? Ni d orbital. Kwa hapo tunaona tunapata relationship ambayo ina exist between atomic number na quantum number ambazo zimekuwa described na hiyo formula hapo. Kwa maana nyingine sasa tutakuja kuziona hizi s orbital ni nini, p orbital ni nini na d orbital ni nini. Lakini tayari tuna knowledge ya kwamba orbital tumesema ni location where there is high probability of finding an electron. So ukiangalia hapo anaendelea kuongelea zile shapes sasa. Shape nimeshasema kwamba hii s orbital inamaanisha kwamba yenyewe inakuwa ni spherical in shape, but inakuwa ni different size na depend kama ni 1s. Umeona hapo alivyomaanisha 1s. Akiandika hivi 1s, si ndio? Anamaanisha ni basic ambapo ndo tunaanza kucount electrons. Sawa? Anaposema ni 1s, it means kwenye s orbital. S orbital ambayo s orbital tulisema ni moja, si ndio? Kutoka kwenye ile formula 2L plus what? Plus 1, si ndio? Tukasema kama hapa ni sifuri, it means hapa tunapata moja ambayo inakuwa ni s orbital, si ndio? Kwa hiyo kwenye s orbital it means kuna electron ngapi? Kuna electron moja, ndio maana ka size kake kamekuwa ni kadogo hapa. Lakini ukija kwenye hii 2s, it means kwenye s orbital kuna 2 electrons. Ndio maana size yake imekuwa ni nini? Ni kubwa kidogo kulinganisha na hii hapa. Lakini ukienda kwenye hii 3s, it means yenyewe sasa amekuwa ni mkubwa zaidi ukilinganisha na 1s, kwamba kwenye orbital kuna moja, 2, lakini kuna orbital nyingine ambayo inafuatia hapo. Are we together? Yeah, tutaona hapo mbeleni. Ukienda kwenye p orbital hali kadhalika yenyewe inakuwa inaonyesha kwamba ni nini? Just ni orientation. Nasema ni orbital ambazo zinakuwa identical in shape, zinakuwa na shape ambayo ni the same, lakini pia na energy ambayo ni the same. Kumbuka pale nilipokuambia inapokuwa na the same number of n, it means kunakuwa na the same, zinakuwa zina fall under the same shell. So hii hapa inakuwa ni identical in shape and energy, but the orientation are different. Sawa? Ndio maana nyingine inakuwa oriented kwenye x, nyingine kwenye y, nyingine kwenye nini? Kwenye z. Tutaziona tutakapokuwa tunaandika electronic configuration. Another orientation tunasema ni d orbital and the high energy level. Kuna nyingine ambazo zinakuwa ni high energy level than d orbital, mfano kwenye h and the like. Kwa hiyo zenyewe hizi tunaziita ni dumb shell. Tunaziita kama ni nini? Ni dumb shell.
dump shape. Sorry, andika hivi. Dump. Yes. Inakuwa ni damping shape, si ndivyo? Yo. So this ni shape ambazo zinapatikana kwenye d orbital and the higher energy orbital. Hizi zote tumeona kwamba zimetoka kwenye relationship between ya nini? Ile ya atomic number na pamoja na quantum number. So zikawa zina describe the shape na orientation and so forth. So tukija kwenye rules of filling electron in orbitals. Rules in filling electron in orbitals. There are about 3 rules, sawa, in filling of electron in the orbital. Ya kwanza tunasema ni Aufbau principle. Aufbau principle yanasema kwamba electrons occupy orbitals with the lowest energy first. Kwamba ukiwa unaandika electronic configuration, si ndio? Hauwezi ukaanza kuandika electrons, ukaanza kufill electrons kwenye shells zile za higher energy level. Lazima uanze zile za kwenye lowest energy level. Mfano, ukiwa unaandika electronic configuration ile ya zamani sasa. Sawa? Tulikuwa tukichora hivi, si ndivyo? Hauwezi ukaanza kufill electron huku juu kwenye shell ya ngapi? Hii ya kwanza, hii ya pili, ya tatu. Hauwezi ukaanza kufill electron huku juu kabla hujaanza kufill electron kwenye hii ya ndani, si ndio? Kwa hiyo inaanza hii ya kwanza, hii ndio inaanza kwanza kwa filled electron, inafuata hii, then inafuata ya mwisho. Kwa hiyo Aufbau principle yeye anatuambia kwamba electrons zinaoccupy orbitals with the lowest energy first. Mfano, ukiangalia kwenye yako ka diagram hapo chini, si ndivyo? Kwamba ukiwa na fill electron lazima uanze na 1s, si ndivyo? Lazima uanze na 1s ambayo ni hii hapa, si ndivyo? Lakini after 1s lazima ufuate kwenye 2s. Are we together? Ngoja tufanye hivi. Ukiwa na fill electron lazima uanze kufill with the lowest energy level. Ambapo lowest energy level yetu ni hii hapa. Ni hii hapa tunaita ni 1s. Then after kufill electron kwenye 1s unaenda kwenye 2s. Then after 2s unaenda kwenye nani? Unaenda kwenye 2p. Sawa, ukishatoka kwenye 2p ndio unaenda kwenye 3s. Kwa hiyo it means kuna direction, sawa? Kuna hizi direction ya kufill hizi electron kwamba inakuwa ina follow this trend. Inakuwa ina follow this trend deep like this way. Sawa. Kwa hiyo it means ambayo inakuwa na the lowest energy level ni 1s, inafuata 2s, inafuata 2p, then 3s, then 3p, then 3d, 4s, 4p and the like. Kwamba lazima uanze kwenye ile ambayo inakuwa na n is equal to 1 kwenda kwenye n is equal to uko kwenye infinity. Sawa? Lakini hauwezi kuanza maybe kwenye n is equal to 5 kufill electron kabla kuanza kwenye n is equal to 2. This is how Aufbau principle na describe. So ukienda kwenye rule number 2 tunasema ni Pauli exclusive principle. This is a very vital. Anasema kwamba no two electron in an atom can have the same 4 quantum number. No two electron in an atom can have the 4 quantum number. 4 quantum number tunamaanisha nini? Ni principal quantum number, si ndivyo? Kama tuna principal quantum number, it means kuna azimuthal quantum number, kuna magnetic quantum number and spin quantum number ambayo tunaita ni ms. Are we together? Kwa hiyo huyo Aufbau principle anasema kwamba hamna electron yoyote kwenye atom ambazo zina hizi zote 4 quantum number. It means kama huyu na huyu zinafanana na hizi tatu, lazima hii ya 4 zitatofautiana. Akiwa na maana kwenye hii ya 4 tulisema ina spin either kwenye positive direction au kwenye negative what? Kwenye negative direction. Ina depend na nini? Subjection na kwenye magnetic field. Kwa hiyo ndo akamalizia hapo mwishoni kwa kusema kwamba if two electron occupy the same energy level they must have opposite what? Spin, ambayo imekuwa describe kwenye spin quantum number. And the last rule tunasema ni Hund's rule. Hund's rule here anasema kwamba electrons that occupy orbital of the same energy will have the maximum number of electrons with the same spin before pairing is done. Kwa hiyo huyu anachomaanisha kutuambia hapa ni kwamba unapokuwa na electron ambazo zinaoccupy orbital of the same energy level. Mfano, tukiangalia orbital ambayo ni 3D. Hii ni orbital moja, si ndio? Lakini ambayo orbital moja ambayo inakuwa na the same energy level, si ndio? Kwa hiyo anasema there will be the maximum number of electrons with the same spin before pairing. Kwa hiyo it means to assume kama hapo unaandika electronic configuration na nini, let's say ya halogen ile beberu bora ya boron, si ndio? Boron ni ngapi? Ni ya 5. Kwa hiyo unaandika electronic configuration ya 5, lazima kwanza ufill hizi orbital
singly, si ndivyo? Lazima ziwe na the same spine, sawa, before what? Pairing. Na ukianza kupairing ndo naanza hapa tena ya 4 then ya ngapi? Ya 5. Kwa hiyo inakuwa ni electronic configuration imefikia hapo, si ndio? Lakini hauwezi ukasema kwamba eti unaandika electronic configuration ya boron, si ndivyo? Eti unaandika hapa hivi 1 2 3 4 alafu ndo unaandika 5. Hapana. Inatakiwa kwanza pote kuwe kuna nini? Kuwe kuna hilo wanaita separate au single pairing. Sawa? Before what? Before doubling au before pairing. Lazima kwamba iwe imeoccupy space, iwe na the same spine, kwamba iwe na electron moja moja kabla hujaanza kufanya nini? Pairing. Are we together? Yeah. So after seeing the rules ambazo zina govern kwenye kuandika electronic configuration, so rules za kufill electrons in an orbital. Sasa tunakuja kwenye electronic configuration of different elements. Kuna exception hapa kwenye hydrogen, kwa sababu hydrogen inakuwa na 1 electron, its electronic configuration inakuwa ni 1s. Na kama inapokuwa ni 1s inamaanisha kwamba kwenye s orbital, na s orbital tulisema ni hii, si ndio? Kwenye s orbital kuna electron ngapi? Moja, ambayo ndio inaandikwa hivi ni 1s na kamoja hapa juu. Aka kamoja hapa juu kanamaanisha ni nini? Ni electron, kwamba kwenye s orbital kuna electron ngapi? Moja. Sawa? Na hii moja hapa hivi inamaanisha kwamba hii hapa ndio nini? Principal quantum number yake. For the helium with 2 electrons in electronic configuration, kwa sababu helium yenyewe, helium ni ya pili. Come on. So tunapokuja kwenye electronic configuration of different elements, kuna exception kwenye hydrogen, kwa sababu hydrogen yenyewe anakuwa na electron moja. Kwa hiyo it means kama anakuwa na electron moja, it means kwenye s orbital it means electron tunaandika in this direction, si ndivyo? Kwa sababu ni 1s, alafu kuna kamoja hapa juu kana indicate number of electron, ina indicate ni principal quantum number na ina indicate azimuthal quantum number. Lakini in case of helium yenyewe, helium ni wa pili, si ndio? Lakini pia anapatikana kwenye s orbital, kwa hiyo misi anakuwa na moja then 2, inakuwa ni opposite what? Direction. Kumbuka zile rules za kufill electrons, lakini pia kumbuka zile quantum number ndio zinazotuguide zote katika kuandika electronic configuration. Okay, so kwa mfano hapo ukiangalia electronic configuration ya hydrogen na helium ndio hivyo, si ndivyo? Lakini ukiangalia kwenye hii hapa ni sawa na hii hapa ni sawa, lakini hii sio sawa na hii sio sawa. Kwa sababu gani? Tumeona hapa hizi electrons zimespine in the same direction, 1 2 ya kwenye helium, lakini kwenye AC tunaona zenyewe zimespine in the same direction, ambapo arrows zimekuwa pulled or directed downward. Kwa maana nyingine hapa ile rule ya mwisho inakuwa inafanyaje? Inakataa. Sawa? Rule ya mwisho inakuwa inafanya nini? Inakataa, ambayo ni ile wanaita ni Paul exclusive principle, ambayo inasema if 2 electrons occupy the same energy level they must be have the opposite spine. Sawa? Yeah. So hiyo ndo explanation ya kwenye hiyo diagram hapo nyuma ambayo nimetoka kuelezea. And hiyo hapo. So tunakuja matumizi, uses of the noble gas core in the writing electronic configurations. So sometimes tunatumia nini? Noble gas. Sawa? Tunatumia noble gas katika kuandika nini? Electronic configuration. Noble gas tunasema ni unreactive elements, na almost zile noble gas waga electronic configuration zake waga tunazifahamu. So kwa nini tunazitumia? Nasema electronic configuration of an element except hydrogen and helium are represented by the noble gas, which show in the bracket. The noble gas element that most nearly precede, it means zile ambazo zinatangulia kabla kufikia element husika ndo tunaweza tukazitumia katika kuandika electronic configurations, si ndivyo? Followed by the symbol of the highest filled subshells in the outermost shells. Thereafter unafill na zile electrons ambazo zina compose ziko pale. Mfano, the 4s subshell is filled before 3d subshells in a many electrons atom, kwamba tunaanza kufill 4s instead ya ngapi? 3d. Sawa? Kwa sababu gani? Hii ni exception, tutakuja kuiona kadri tunavyoendelea kuona hiyo mifano hapo chini ya nini kuandika electronic configuration. Sawa? So mfano hapa tuende na mfano mazima.
Tunasema electronic configuration of potassium. Potassium namba yake ni ngapi? Potassium namba yake ni ngapi? Ni 19. Si ndivyo? Kwa kama namba yake ni 19, tukitumia noble gas, tukiandika argon. Si ndio? Argon hiyo ni ngapi? Argon ni wa 18. Kwa kama ni wa 18, it means hapa hivi kuna electron ngapi? 18. Lakini the next orbital ambayo inafuata ni nani? Ni 4s orbital. Lakini kwenye 4s orbital kutakuwa kuna electron ngapi? Kama hapa kuna electron 18 tayari, it means zimbaki ngapi kufikia 19? Ni moja. So kwenye 4s tunaandika ni ngapi? Ni moja. Are we together? Yeah. Au kama utaki kutumia hii noble gas, unakuja hapo unaandika kwamba unaanza kuhesabu sasa kwenye ule mlolongo pala kuandika electronic configuration based on the energy level, kwamba lazima utaanza na 1s, then utafuata 2s, then utafuata 2p, then 3s, then 3p, then 4s, ndivyo. Lakini tunajua kwamba kwenye 1s kuna electron ngapi? 2. Then kwenye 2s 2. Kwa kijumlisha 2 4 jumlisha 6 hapa inakupa ni ngapi? Ni 10. 12 18 19, si ndio? Anamaanisha nini? Kwenye s zote waga kuna kwenye s orbital kuna electron ngapi? 2, si ndio? Lakini kwenye p orbital ni hapa. Inakupa na orbit ina subshell ngapi? 3, si ndivyo? Kwa hiyo it means 1 2 3. Kwa hiyo zikiwa filled na electrons zinakupa na electron ngapi? 6. Sawa? So that's how amefika kwenye hii conclusion ya kuandika electronic configuration ya nani? Ya potassium. Ila ukitumia noble gas inakupa ni rahisi zaidi kwa sababu argon tayari inakupa na electron ngapi? 18, lakini inaobakia ni ile moja ambayo unaweka kwenye the proceeding inayofuata. Kwenye shells kwenye orbital inayofuata, si ndivyo? So ukiandika kwenye potassium kutumia noble gas andika ni argon ambayo na electron 18, then 4s ambayo na electron ngapi? 1. Are we together? Yeah. So pia ukija ukiandika kwenye calcium, si ndio? Ukiandika mfano electronic configuration ya calcium ina electron ngapi? Ni ngapi? Ni 20, si ndio? Kwa noble gas ambayo ipo karibu ni argon. Kwa hiyo electronic configuration yake ni argon ambayo hapa kuna electron ngapi? 18. Zibaki electron 2, si ndivyo? Kwa hiyo baada ya hapo inafuata ni ngapi? Ni subshells ambayo inakuwa ni 4s, lakini kwenye 18 ukijumlisha hizi mbili hapa unapata ni ngapi? Ni 20. Are together? Yeah. So hivyo na kuendelea. Ukitaka kuandika let's say ya chromium, si ndivyo? Chromium ni 24, si ndivyo? Ukiandika labda chromium ni 24, si ndivyo? Kama ni 24 unarudi pale pale. Noble gas ambayo ipo karibu ni argon. Electron yake ni ngapi? Ni 18. Then inafuatia inakupa ni nini? Inakuwa ni 4s, si ndivyo? Inakupa ni 4s. Then after 4s tunapata ngapi? 3d. Sasa tunakuja kuangalia hapa. Kuna rule ambayo kuna exception. Sawa? Kwamba ni 24. Hapa ziko tayari 18. Kwa zimepelea ngapi? Zimepelea 6. So tukisema to fill electron hapa kwenye 4s, timisi tutasema ni 1 2, inakupa ni ngapi? Ni 20. Lakini kwenye 3d kama ni 20 hapa inataka kuna electron ngapi? 6 au 3, si ndivyo? Kwa kama hapa ni 20 tayari, kwa hapo itakuwa ni 21, 22, 23, 24, si ndio? Lakini hii itakapo sio stable, itakapo ni unstable. Kwa hiyo instead ya kuandika hapa kwa kuna full, tunaweka kwanza hapa hivi kuna nini? Kuna singly electrons. Thereafter ndo tunakuja kuzipea kwenye nini? Kwenye 4s. Hapo namaanisha kitu hiki hapa kwamba ukiangalia hapo, si ndivyo? Ya kwamba ukiandika chromium ni 24, si ndivyo? Kwa kama ni 24 ndo namba yake, kwamba ni namba 24. So electronic configuration yake inakuwa ni argon ambayo inakuwa na electron 18, si ndivyo? Then unakuta hapa kuna 4s ambayo inakuwa na electron 1, then unakuja kwenye nani? 3d ambayo kuna electron ngapi? 5, ambapo inakuwa ni 18 kujumlisha 1 inakuwa ni 19 kujumlisha 5 inakuwa ni ngapi? 24. Are together? So ndo maana hapo chini nikakupa note, nikakwambia kwamba slight greater stability is associated with half filled ambayo ni ngapi? 3d ambayo inakuwa na 5. Are together? Yeah. So anachomaanisha hapa kwenye hiyo note ni kwamba kwenye 3D
sorry, tufanye hivi. Tukifanya kwenye P inakupa ina orbit ngapi? Ina sub orbital watatu, si ndio? Ukija kwenye D inakupa ina ngapi? Ina 5. Tulipata kwenye ile formula kule, si ndio? 1 2 3 4 5, si ndio? Kwa maana nyingine, ili upate stability tunasema slight greater stability is associated with the half filled electrons, si ndio? Kwamba hii ikiwa iko half filled, kwamba ikiwa na electron 1 2 3 4 5 inakuwa ni more stable than ikiwa na hivi visita. Umeelewa? Au inakuwa ni very stable endapo itakopo iko full filled, kwamba 1 2 3 4 5, si ndio? Kwa hapa tukiweka 1 2 3 4 5 alafu tuke 6 7 8 9 10, hii inakuwa stable, sawa? Au ikiwa iko single paired, kwamba kwenye kila chumba kwa kuna moja moja, zikapata 5, 1 2 3 4 5. Hii hapa na hii hapa zinakopo ni stable ukilinganisha na ikiwa na hii hapa, labda ikiwa na electron 4 au hapa ikiwa na electron ngapi? 8. Kwa hiyo tunasema ni half stable inakopo more favored in this way au in this way. Are we together? Ndio maana kwenye electronic configuration na kwenye chromium hapa tukaandika kwamba chromium yenyewe ni ngapi? Ni 24. Tuko pamoja? Chromium ni 24. Kwa hiyo tukiandika electronic configuration yake tunamweka ni argon hapa kwa sababu yeye ana 18, si ndio? Ana 18, then anafuatia ni nani? Anafuatia ni 4s orbital. Alafu then anafuatia ni nani? Ni 3d, si ndio? Lakini 3d huyu hapa tunajua kwamba anakuwa na electron wa 5 au 10. 1 2 3 4 5, si ndio? Na huyu 4s anakuwa na electron wawili au mmoja. Kwa hiyo kama hapa tayari tuna 18. Amepelea ngapi? Amepelea 6, si ndio? Kwa hapa tukiweka mmoja inakuwa ni 19, si ndio? 19. Na ili kufavor stability kwenye hii orbital, it means inatakiwa iwe ni half filled ambayo ni 1 2 3 4 5, si ndio? Kwa hiyo 5 kujumlisha umoja hapa inakuwa ni ngapi? 24, si ndivyo? Kwa hiyo hii inakuwa ni more stable, sawa? Inakuwa ni more stable than yule ambaye atakuwa ameandika hivi, than yule ambaye atakuwa ameandika 4s2. It means hapa kutakuwa kuna electron wawili, 1 2, si ndio? Alafu kwenye 3d atakuwa ameandika hivi 1 2 3 4 5, si ndio? Atakuwa ameandika 1 2 3 4. Kwa hiyo it means kutakuwa kuna argon ambayo ni 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Umeelewa? Kwamba hapa kunakuwa kuna empty space kiasi kwamba hii inakuwa ni nini? Ni unstable electronic configuration. Kwa hiyo kwa maana nyingine hapa kuna rules ambazo zinakuwa zinatugawa tukao tunaandika electronic configuration. So inatakiwa tuangalie which electronic configuration itakuwa ni more stable. Are together? Hiyo ni exception ambayo inatakiwa uikumbuke, ni very crucial kwenye electronic configuration. So let's see examples. Kwa hiyo tukiangalia hapo kwenye beryllium, umeona kwamba beryllium wenyewe ni wangapi? Beryllium ni 4, si ndivyo? Kwa na electron ngapi? 4. Kwa hiyo hapo tutakuwa na 1s, tutakuwa na 2s. Kwa hiyo kutakuwa kuna electron 2, na kuna electron ngapi? 2. Kwa hiyo ukiwa unaandika electronic configuration ni vyema ukaanza kuandika kwamba kama ni 1s kuna electron 1 2, si ndio? Then unaenda kwenye 2s kuna electron ngapi? 1 2. Sawa? So ukienda kwenye ambayo inafuata tunasema ni boron ambayo ina electron ngapi? 5. Sasa ukifuata kale kamlolongo kale ambacho kalikopoka na kamechora hivi, ambacho tulisema kwamba electrons zinakuwa filled based on nini? On energy level, kwamba lazima uanze na 1s then unaenda kwenye 2s. So hauwezi ukaenda kufili kwenye 3p kabla hujafili electron kwenye 2s. So unapokuwa unaandika electronic configuration ni vyema kuangalia kale kamchoro na kukaelewa, ili ukiwa unaandika electronic configuration usikosee. So kwenye beryllium inakuwa ni vile vile kwamba inakuwa ni 1s ina electron wawili, 2s ina electron wawili, lakini kwenye 2p ana electron ngapi? Mmoja. So unaweza kaandika hivi, au kama upendi kuandika hivi unaweza ukachora vibox. Ukichora vibox sio lazima uandike hivi. Are together? Yeah. Okay, kwa hiyo ukienda tena kwenye hiyo mfano unafuata pale ni nani nitrogen. Halo Elena lile beberu bora, chinja na ondoa figo ndefu. Figo nene, yeah.
So hapa tumemruka carbon. Carbon uta practice at your own. Kwenye nitrogen mfano pale umeona pale kwenye nitrogen, si ndio? Kwamba ana electron ngapi? Ana electron 7, si ndio? Kwa lazima uanze na 1s wawili, 2s na electron wawili, si ndio maana yake? Then after 2p. Kwa hiyo kama hapa na 1 it means hapa kuna ngapi? Kuna 3. Kwa hiyo ukiandika hivi inakuwa ni rahisi hata wewe kuanza kuchora hivi box. Are you together? So tumia kwanza hizi orbital, sawa? Tumia hizo orbital pamoja na hizo number letters ambazo zimekupa preferable. Ukishazielewa hizi, then tunakuja kuzihamishia kwenye vibox ambayo inakupa ni very easy task. Vivyo hivyo ukienda kwenye oxygen, ukija kwenye oxygen hapa tunaona kwamba hapa ameenda kuna 1s ziko electron 2, 2s ziko electron 2, lakini kwenye 2p kuna electron ngapi? 4. Kwa hiyo akaanza hapa kwenye hii, akaanza kufanya hivi 2p 1 2, si ndio? Kwa akaanza kwanza singly separate, au nakopo tunasema ni singly location of electron, kwamba electron zinakupa zile orbital single first 1 2 3, then ndo naanza kupea sasa ya 4. Kwa sababu gani? Ukipea hapa bila hizi orbital zote kuwa zina electron tayari, hii ambayo umepea hapa kuna repulsion. Nikiwa namaanisha kitu hiki hapa kwamba kwa mfano kwani tunasema kwamba lazima uanze kufili electroni moja kwanza, kwa sababu ukiweka electroni moja hapa kabla hujaweka huku kwingine kote ukasema upee hapa kunatokea nini? Repulsion force. Are you together? So tunacho advice ni kwamba kabla ya kupea electron lazima kila orbit iwe na single electron, thereafter ndio uanze kufanya nini? Kufanya pairing. So let's shift to another example. Mfano kwenye neon, hiyo tunasema ni noble gas. Noble gas ambayo inakopo ipo karibu na tuseme na element kuanzia namba 10 na kuendelea. Kwa ukiwa unaandika electronic configuration, let's say ukiwa unaandika electronic configuration labda ya sodium, si ndio? Kwa hiyo utamtumia nani? Neon hapa, si ndio? Yeah. Kwa hiyo hapo utasema nina electron 2s. Kwa hapa inakopo ni rahisi. Let's see. Inakuwa ni rahisi kwamba hapa inakopo ni 2s na electron 2 wa 4, then kwenye p kuna electron ngapi? 6. Kwa hiyo umeona kwamba hizi zote zimekuwa ziko paired. Kwa hiyo ndio maana tunatumia noble gas sometime kuandika electronic configuration ambayo ni more simple ukicompare na kuandika zile moja. Hii ya chromium tayari tumeshaiona pale kwenye example ya kwenye copper kadhalika. Kwa hiyo there is no distinction. Kwa sababu gani? Tofauti ni hapa tu kwenye hii na hii hapa. Tulisema ni exception, kwamba tulisema ni exception tukiwa na maana gani? Kwamba hii hapa tumeona imekuwa paired. Electrons zimecover kila kichumba singly arrangement of electrons, ambapo tunasema hii ni more stable, si ndio? Kwa hiyo kama ni more stable, ndo maana hii hapa tukasema kwamba ni rules ambayo inakopo inagawa electronic configuration. Tukiwa tunaandika electronic configuration the higher elements, sawa? Vivyo hivyo kwenye huyu hapa, mfano angalia kwenye copper, hii 3D imekuwepo paired full, kwa hiyo na electron ngapi? 10, sawa? Lakini kwenye hii hapa kwenye chromium inakuwa na electron ngapi? 5. Kwa hiyo tukasema kwamba hizi half filled na hii full filled zinakuwa zote both are the what? Tunasema both are the stable electronic configuration ambazo tunakuwa tunazifavor, ambapo hizi 4s orbital hakuna budi zinabidi ziwe ni nini? Ni single arranged. So brainstorm yourself, write electronic configuration of nani? Manganese. So take a pen, uandike nini? Electronic configuration of manganese. Niko hapa na kuangalia, ukimaliza nionyeshe hapo nijue kama umepata umekosa. Najua utafanya. So take home lesson, just we learned about electronic configuration, by definition, atomic orbital, principal quantum number and the like. So also tumeona the rules ambazo zina govern the fillings of electron in an orbital, in which tumepass through those rules.
So here you have to test yourself if you'll be able to cover all these four specific objective. Utakuwa umeelewa subject ya leo. So this is the reference. Prepare for the question, we shall chat and get the replies. I'm sure this kuna somehow kuna kaugumu fulani kama hautafanya practice, ila kama utafanya practice vizuri na kama utafuata lecture vizuri na utasoma ile normal notes, I think kila kitu kitaenda kiko vizuri. So kama kutakuwa kuna maswali, mwambie Sierra, ata communicate na mimi. Thank you.